Leo anayemchukia Muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemfanyia fitna Muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemfanyia husda Muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemroga Muislamu ni nani? Muislamu. Yani Muislamu ndiyo anafanya ubaya kwa Muislamu wenzake. Hii ni ishara tosha ya kuwa hawana imani. Laiti wangelikuwa na imani wangelipendana. Tukiwa bado katika wilaya hii ya Masasi na tukiwa katika msikiti huu Mkunguni A, msikiti wenye historia, kama tulivyotangulia kuambiwa ni msikiti wa kwanza kujengwa katika wilaya hii ya Masasi. Ni bahati kubwa sana kwangu muhadhara wangu huu wa usiku huu wa leo kuhitimisha ziara yangu ya Masasi ndani ya msikiti huu. Anwani inatuambia ni wajibu kwa kila Muislamu kujua mambo haya manne. Mambo manne ambayo ni wajibu kila Muislamu kuyajua. Nini maana yake? Maana yake kila Muislamu analazimika kujua mambo manne katika dini yake. Wanawachuoni mambo kama haya wanayaita al-ma'lumu min ad-dini bid-darura, mambo ambayo ni lazima kila Muislamu ayajue katika dini. Ni yapi mambo manne ambayo ni wajib juu ya kila Muislamu ayajue na ajifunze? Jambo la kwanza, al-ilmu. Kila Muislamu lazima atafute elimu. Elimu gani? Wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa dinahu al-islam bil adillah. Ni wajib juu ya kila Muislamu kutafuta elimu ya kumjua Mola wake na kumjua mtume wake na kuijua dini yake kwa dalili. Walidhalika wanawachuoni ilmu wameigawa katika maeneo makuu mawili. Wakasema al-ilmu ilmani. Ilmu imegawanyika katika maeneo makuu mawili. Ilmun daruriyun wa ilmun nadhariyun. Elimu ya kwanza ni elimu au ilmu ya lazima juu ya kila Muislamu. Ilmu ya pili ni ilmu ambayo ni ya kurejea katika vitabu, ya kufanya bahthi, research na fatwa kwa ujumla. Kuna hii ilmu ambayo aliyokuwa nayo al-Imamu Abu Hanifa, si lazima kila Muislamu awe na ilmu kama hiyo. Ilmu aliyonayo al-Imamu Malik, ilmu aliyonayo al-Imamu Shafi'i, ilmu aliyonayo al-Imamu Ahmad. Yani ilmu daraja waliofikia wanawachuoni wakubwa, maimamu wakubwa kuwa na ilmu, si lazima sote sisi tupigane tufikie walikofikia wao kiilmu. Lakini ni lazima kila mmoja wetu kuijua ile ilmu ya dharura katika dini yake. Ilmu ya dharura, ndugu zangu, ni ilmu gani? Ni mtu kumjua Mola wake, kwa sababu itakuwa ni jambo la ajabu unamwabudu Mola usiyemjua vema. Ukienda katika suratu Fatir, Allah anawazungumzia wenye kumjua, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika si vinginevyo wenye kumwogopa Allah katika waja wake ni wale maulama.
Waarabu wanasema man jahila shay'an adahu, Kiswahili chepesi, asiyekijua kitu si rahisi kukithamini. Waislamu wengi hatumjui Allah ipasavyo. Kwa mfano tu mdogo, Allah kwa mujibu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana majina mangapi? 99. Bwana mtume anasema inna lillahi 99 isma, hakika ya Allah ana majina 99. Faman ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyahifadhi majina hayo ataingia peponi. Wangapi katika sisi kahifadhi majina yote ya Allah? Unaona habari hiyo? Niambieni timu ya watu wa Yanga wako wangapi? Beki nani? Sijui kuna beki, sijui kipa, sijui nini. Haya, mtajeni. Haiwezekani mnayajua. Njoo sasa kwa Simba. Ndio kabisa mnajiita mnyama. Mnawajua. Na siku hizi tumeendelea, bora hata timu za nyumbani hizi ndio ukasema vijana wetu lazima tutawajua tu. Mtu anajua mpaka kina Ronaldo, Ronaldinho, Figo, Maini, yote anajua. Lakini majina ya Allah watu hawayajui. Subhanallah. Sifa za Allah watu hawayajui. Yani hakuna watu wa ajabu duniani kama sisi Waislamu baadhi yetu. Hata ile elimu ya kumjua Mola wetu ipasavyo hatuna. Na ndio maana mtu anaweza kacheza na Allah hivi hivi, akaswali swala 5, swala zake zisimsaidie chochote, anaendelea na mambo ya kawaida kama kawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ni wajib juu ya kila Muislamu alijue, kila Muislamu lazima awe na ilmu juu ya kumjua Mola wake. Ajue majina yake, ajue sifa zake. Unapomwomba ujue namna ya kumwomba. Ukipatwa na matatizo ujue unamuhitaje. Lakini katika ilmu hiyo wa maarifatu nabiyihi, na kumjua Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa tukasema katika yale mambo manne ambayo ni wajib, ni lazima kwa Waislamu wote, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, lazima haya mambo manne tuyajue. Tusipoyajua tukaleta uvivu, tukadharau, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, kila Muislamu lazima akubali kuketi kumjua Mola wake na kumjua mtume wake ipasavyo. Nani anaweza kunitajia majina matatu ya bwana mtume Muhammad? Anaitwa Muhammad, jina la kwanza, maana yeye anasema mimi nina majina mengi. Anaitwa Muhammad, anaitwa Ahmad, anaitwa Al-Mahi, anaitwa Al-Hashir. Ana majina mengi. Haya basi nitajie ubini wake. Muhammad bin nani, majina matatu. Baba yake anaitwa nani? Kuna Waislamu ola hajui jina la baba mtume. Ni makosa makubwa sana. Anaitwa Muhammad bin nani? Nani anaweza kunitajia? Baba yake nani? Vyovyote utakamomuta. Abdullah ni sahihi, Abdullah ni sahihi, Abdullah ndio huyo mmoja. Anaitwa Muhammad ibn Abdullah, baba yake ni mzee Abdullah, babu yake Abdul Muttalib, alafu ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab. Majina ya bwana mtume. Lakini watu wanachambua viongozi wa kidunia, mambo ya siasa, mambo ya mpira, anakutajia mpaka umri wa mtu. Yani Muislamu mmakuwa mwenzangu wa Masasi
anamjua Ronaldo kazaliwa mwaka gani, ana umri gani, anachezea mguu gani, analipwa shilingi ngapi, na amenunuliwa, ameuzwa na klabu hii, akanunuliwa na klabu hii kwa shilingi ngapi, mnajua. Maana hawa ni kama tu korosho tu wanauzwa kila siku, si ndio bwana? Si alikuwa sweet timu gani, sasa hivi kana Saudi Arabia kienda kununuliwa, si ndio? Mnawajua. Historia ya mtume lazima uyajue. Kazaliwa wapi? Katika mji wa Makka. Amezaliwa yatima, hakuwahi kumuona baba yake. Yaani mtume anazaliwa, baba yake anakufa, mtume yuko tumboni. Mama yake akaja kufa akiwa na umri gani? Alipofika miaka 6 mama yake mzazi amefariki. Akachukuliwa na nani? Ammi yake. Babu yake Abdul Muttalib amefariki. Akaja akachukuliwa na ammi yake Abu Talib, kamlea mpaka kafikia kwa mtu mzima na kapewa utume. Ameoa akiwa na umri gani? Historia ya mtume lazima umjue mtume wako. Unampenda mtu umjui Sheikh? Ameoa akiwa na miaka 25. Kijana mdogo. Leo vijana wa zama hizi masharobaro anaoa mtu wa miaka 35, kashakuwa lizee. Oweni vijana, oweni. Hata ukidondoka leo kuna mtu anakukalia ndani miezi 4 na siku 10 anakulilia. Umekufa sasa hivi wewe, siku 3 tushakusahau. Una mke, una mtoto. Mke wake wa kwanza ni nani? Anaitwa Bibi Khadija bintu Khuwailid. Kati ya mtume na Khadija nani mkubwa? Bi Khadija ni mkubwa. Wanawachuoni wameikhtilafiana. Wako waliosema Khadija aliolewa akiwa na miaka 20 na kitu, mtume na yeye wamezidiana miaka michache. Wako waliosema hapana, Bi Khadija kaolewa akiwa na miaka 40. Wakati Bi Khadija kashaolewa na watu wawili, ana watoto 3. Mtume anakuja kuoa mke wake wa kwanza. Mwanamke pekee ameishi naye, hakumuolea mpaka anafika miaka 50 au mpaka 53, ndo Khadija anakufa, ndipo mtume anaoa tena mwanamke mwingine. Baada ya Khadija kufariki, nani mwanamke aliyemuoa? Anaitwa Bibi Sauda. Amemuoa Sauda, mwezi mwingi akaongeza Aisha. Alikuwa na wake wangapi jumla? Wanawachuoni wanasema alikuwa na wake 11. 2 kawazika, 9 wamemzika yeye. Amezaa na wanawake 2 tu katika hao wote. Bibi Khadija ndio aliyemzalia watoto 6. Mtume wetu kapewa utume akiwa na umri gani? Akiwa na miaka 40. Tumefahamiana? Ametoa da'wa, amelingania Makka kwa muda gani? Miaka 13. Miaka 3 ya awali alikuwa anapiga da'wa kwa siri, maskini anaogopa makuraish, chini kwa chini hiyo. Alipofika miaka 53 katika umri wake, Allah akamwambia hamia Madina. Akakaa Madina miaka mingapi? Miaka 10. Akalingania tena, akafia katika mji wa Madina. Kwa hiyo lazima kila Muislamu awe na elimu ya kumjua Mola wake na kumjua mtume wake. Lakini jambo la 3, kila Muislamu lazima ajue dini yake. Kuna vitu mtawaachia kina Shekhe Isa, kina Shekhe Himedi, kina Shekhe Ahmadi, kina Shekhe Hashimu, wazee wangu hapa, ndio mtawaachia elimu kubwa. Wanawachuoni wasema ilmu nadhari. Lakini kuna ilmu dharuri, elimu ya dharura, ya lazima juu ya kila Muislamu. Kwa mfano, Uislamu una nguzo ngapi? Nguzo za Kiislamu ziko ngapi? 5. Kuna Mchaga aliwahi kuulizwa, aisei Mangi, nguzo za Kiislamu ziko ngapi? Akasema inategemea na ukubwa wa msikiti. Inategemea na ukubwa wa msikiti. Sasa Waislamu kama hao wapo hawajui nguzo za Kiislamu.
nguzo za Uislamu. Nguzo ya kwanza, twende pamoja sasa, shahada mbili ambazo ni la ilaha illa Allah ya kwanza, ya pili Muhammadun Rasulullah. Nguzo ya pili, kusimamisha swala ngapi? 5. Wengi tunaswali swala 4, alfajiri tunakoroma. Uongo kweli? Twende nguzo ya tatu, kutoa zaka. Wengi mabakhili, kutoa zaka tutaki, tunazichungulia pesa zetu. Unajuaje kama wewe umefikia kiwango cha kutoa zaka? Wanawachuoni wanasema biashara yako ikifikisha mwaka, angalia ulichonacho, pesa taslim na bidhaa za dukani, piga tathmini, zitakuwa sawa na gramu 85 za dhahabu. Unajuaje gramu za dhahabu ni kiasi gani? Nenda kawaulize sonara, akikwambia gramu moja sasa hivi ni 200,000, unapiga 200,000 mara 85. Kiwango kitakachopatikana, angalia ndani unacho, ndio umefikia hatua ya kutoa zaka. Na Allah anakupa kingi, anachukua kwako kidogo. Zaka yako anachukua 2.5%. Yani ukiwa na milioni 10, Allah anachukua 2.5. Milioni 10, Allah anachukua ngapi? 2.5% ya milioni 10 ni ngapi? Nyinyi mnaojua hisabu. 2.5. Una milioni 100, zaka yake milioni 2.5. Milioni 100 nzima, chomoa 2.5, awape watu 8 wanaostahili kupewa zaka. Nguzo ngapi hiyo? Ya tatu. Nguzo ya 4, kufunga Ramadhani. Nguzo ya 5, kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah. Lakini pia kuna nguzo za imani. Nguzo za imani ziko ngapi? 6. Ya kwanza, umwamini Allah ukweli wa kumwamini. Nguzo ya pili, uamini malaika wake. Na malaika lazima uwajue. Kuna malaika wenye mbawa 2, kuna malaika wenye mbawa 3, kuna malaika wenye mbawa 4. Allah kathibitisha hayo katika sura Fatir. Amesema alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin. Anajalia katika malaika kuwepo wajumbe wenye mbawa, mathna mbawa 2, wa thulatha mbawa 3, yani wengine wana mbawa 2, wengine wana mbawa 3, wa rubaa, na wengine wana mbawa 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, na anazidisha katika kuumba atakavyo. Katika malaika hao kuna ambao tumetajua majina yao. Kuna Israfil. Anahusika na nini Israfil? Israfil anahusika na nini? Kupiga? Kati ya Israfil au Mikail, yupi anahusika na kupiga parapanda, paragumu? Yupi? Israfil. Mikail kazi yake nini? Anashusha nini? Kashika funguo za riziki, mvua na riziki mbalimbali. Alafu kuna malakul maut, mzee mzima huyo, anaichukua roho za watu. Mkubwa wa malaika ni nani? Anaitwa nani? Jibril. Unajua namba wangapi? 600, Sheikh. Komando huyo. Na mtume wetu alimuona live kwa macho yake katika ombile lake mara 2. Ile siku ya kwanza anamshushia Qur'ani katika pango la Hira, kamuona Jibril katika umbo lake, na ile usiku anampeleka Isra na Mi'raj alimuona Jibril katika umbo lake mara 2 tu. Mara zote anamjia katika umbo tofauti tofauti. Kwa hiyo nguzo za iman, umwamini Allah, mosi. Pili, uamini malaika wake. 3, uamini vitabu vyake. Vitabu alivyoteremsha Allah ni vingapi? Allah ameteremsha Zabur, kamteremshia nabii gani? Nabii Daud. Kisha akateremsha Taurat, kamteremshia nabii gani? Musa. Akateremsha Injil, amemteremshia nabii gani? Isa. Akateremsha Qur'an, amemteremshia nabii gani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baada kuteremshwa Qur'ani tu, vitabu vyote vile havipo tena. Qur'ani ndio inayotamba na imetamba, na mpaka sasa zaidi ya miaka 1500 ipo na itaendelea kuwepo. Lakini nguzo ya mwisho
baada ya vitabu. Uiamini siku ya mwisho, ujue kwamba kuna siku ya malipo. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ni siku ambayo watu wote watasimama kwa ajili ya mlezi wa walimwengu Allah. Hiyo ni nguzo ya 5. Nguzo ya mwisho ya 6, uamini qadar. Uamini nini? Qadar, ya kwamba ukipatwa na kheri umekwishaandikiwa na nani? Na Allah. Ukipatwa na shari ujue umekwishaandikiwa na nani? Na Allah. Hakuna cha mkono wa mtu wala mguu wa mtu. Sio jambo dogo tu kuna mkono wa mtu. Ulimwengu upo katika mikono ya Allah, na Allah ndio anaendesha kila kitu, na Allah ametuleta duniani kutupima na kutupa mitihani mbalimbali. Na anamwambia Mtume Muhammad, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema ewe Muhammad, halitotupata isipokuwa lile ambalo amekushatuandikia Allah. Kwa hiyo ni wajibu juu ya kila Muislamu awe ana ilmu ya kumjua Mola wake. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu siku moja aliulizwa, vipi wewe, hal raaita rabbaka, ushaikumuona Mola wako? Wasiokuwa Waislamu walimchallenge, ushaikumuona Mola wako? Akasema hapana. Wakamwambia, wewe kweli mjinga, unaabudia kitu usichokiona usichokijua? Anasema, live sijawahi kumuona, lakini yupo. Dalili ya kuwepo kwake ni mimi na wewe na hii mbingu na hii ardhi na milima, misitu, bahari, mashamba, vitu vyote hivi vinajulisha juu ya uwepo wake. Katika mambo manne ambayo ni lazima kila Muislamu ayajue, jambo la kwanza, kila Muislamu lazima kubali kukunja goti, asome dini yake, amjue Mola wake, amjue mtume wake, na aijue dini yake kwa dalili. Hapa ulipo utaulizwa, dini ya haki mbele ya Allah ni ipi? Utasema Uislamu. Utaulizwa nipe aya, unasema ngoja nikamuulize shehe wangu. Sio sawa. Kuna vitu lazima uvijue. Utaulizwa hapo ulipo, Uislamu ni nini? Nani anajua maana ya Uislamu? Njoo useme. Wewe nakuona kama unaongea au? Nini maana ya Uislamu? Kumnyenyekea Mungu. Amepatia. Uislamu ni alistislamu lillahi, sawa, walinqiyadu lahu bitta'a, kujisalimisha kwa Allah na kukubali kufuata mafundisho yake na taa zake kwa ujumla. Miongoni mwa sifa za Uislamu ni unyenyekevu, kama alivyosema yule bwana. Uislamu umeanza lini? Hapa sasa tunaanza challenge ya nguvu. Uislamu umeanza lini? Muislamu mzima hajui Uislamu umeanza lini. Uislamu ulianza lini? Nipe shilingi 20,000 na ipata nampa 20,000 nipe. Uislamu umeanza lini? Uislamu ulianza lini? Mashekh sitaki wachangie. Mashekhe maustadhi siwataki. Lete bana. Wekundu wa Msimbazi umejisemea vijana bana. Uislamu umeanza lini? Moja, Uislamu umeanza lini? 2, Uislamu umeanza lini? Sheikh, nataka kushangaa, amzitaki leo hizi. Njoo useme hapa. Njoo hapa wakuone. Leo tumesema ni siku ya kuagana, tunafanya darasa kabisa leo. Shika na hii. Na hii hapa zote. Sio shehe huyu. Au tuambie sio shehe, maana siku hizi bana mashehe sasa hivi wadogo wadogo tu. Uislamu umeanza baada ya kuumba Nabii Adam alayhi salam. Takbir. Uislamu umeanza tangia Allah anaumba mbingu na ardhi. Kuna watu wanaamini
Uislamu umeanza wakati wa Muhammad. Huyu bwana ninampa kwa sababu amekaribia lile jawabu. Allah anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ili kupata mwaka ni miezi 12. Hayo yamo katika kitabu cha Allah tangia Allah anaumba mbingu 7 na ardhi 7. Tangia ulimwengu unaumbwa Allah anaanzisha dunia, na ndio Uislamu ulianza. Na katika sisi watu Muislamu wa kwanza ni baba yetu Adam. Na Nabii Adam sio mwanadamu. Nabii Adam sio mwanadamu. Mwanadamu ni mimi na wewe. Sisi ndo wana, yeye ndo Adamu. Yeye ni mtu na yeye ni Adam. Kwa hiyo bwana ukajitahidi bwana shehe, hizi hapa bwana. Simama basi, mbona hivi rafiki yangu? Au wewe Yanga hizo una allergy nazo? Maana siku hizi mlikofikia eti kama wewe Yanga basi ndo vitu vyekundu vitaki, lakini leo wakatagi hata kama ikiwa ni nyekundu. Haya bwana, asante. Takbir. Jamani, Nabii Adam alikuwa ni Muislamu. Na ndio nabii wa kwanza. Mtume wa kwanza ni nani? Nabii Nuh. Kwa ushahidi wa Qur'an, inna auhaina ilaika kama auhaina ila Nuhin wan nabiyina min qabl. Kwa Muislamu leo ujue, wasikudanganye ukasema Uislamu umeanza wakati wa mtume. Mtume mwenyewe anasema mimi nimekuja kukamilisha Uislamu. Mfano wangu na mfano wa mitume wenzangu sawa na nyumba nzuri, imekamilika katika engo zote illa mawdhi'a labina, isipokuwa sehemu ya tofali. Kila anayepita katika nyumba sema mashaallah, nyumba nzuri sana hii, laiti tofali hili lingemaliziwa hii nyumba ingekuwa imekamilika. Anasema na mimi ndio nimekuja kukamilisha tofali lililobaki. Na angalia structure ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema innama bu'ithtu, hakika si vinginevyo mimi Muhammad nimetumwa liutammima makarima al-akhlaqi, ili nije kutimiza tabia njema. Kinachotimizwa kilikwisha anzishwa au kijaanzishwa? Mtume kaja kukamilisha Uislamu. Mitume wote ni Waislamu, mitume wote walikuwa kiswali. Ni aibu leo Muislamu akiulizwa dini yenu, kuna watu wanasema Ukristo umeanza kabla ya Uislamu kwa sababu Yesu alitumwa kabla ya Muhammad. Na unakubali? Jawabu, Uislamu ndio ulianza kwa sababu Uislamu ndio asili. Uislamu ndio chimbuko. Uislamu ndio foundation. Tangia Allah anaumba mbingu na ardhi, Uislamu tayari kashauleta, na akamuumba baba yetu Nabii Adam, na Nabii Adam alikuwa ni Muislamu na watoto wake Waislamu, na alikuwa anawaongoza kwa mujibu wa Uislamu. Mitume wote wamekuja kutimiza Uislamu. Kwa Uislamu una umri mrefu sana, tofauti na mnavyodhania baadhi yenu. Kwa jambo la kwanza Waislamu ambalo ni wajibu juu ya kila Muislamu awe na elimu ya kumjua Mola wake na kumjua mtume wake na kujua dini yake ya Uislamu kwa dalili. Jambo la pili, al-amal bihadha al-ilm, kufanyia kazi elimu hiyo. Kufanyia kazi elimu hiyo. Chochote kidogo ulichokijua unapaswa ukifanyie kazi. Ndio maana Qur'ani tukufu inatuambia kila anapotaja walioamini, Qur'ani inataja na wakatenda. Mfano, innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, malizia, waamilu salihat, na wakatenda matendo yaliyomema, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, pepo ya Firdaus ndiyo mafikio yao. Utaona kila aya itakayokuja ikataja kwa walioamini, sharti linakwambia na wakatenda matendo yaliyomema. Ni lazima tufanyie kazi ilmu tulionayo. Na wanawachuoni wanasema, Sheikh Uthmani, ili mtu uwe mlinganiaji, mwana da'wa,
Sio lazima uwe na elimu kubwa kama Imamu Abu Hanifa au Imamu Malik au Imamu Shafi'i au Imamu Ahmad ibn Hanbal. Wanasema dai, ili uwe dai si lazima ujue kila kitu, lakini ni lazima ujue kile unachokilingania. Na ndio maana Mtume anasema balighu anni walau aya, nifikishieni walau aya moja. Nyinyi mna aya ngapi hapa mlipo? Aliyehifadhi qul huwa Allahu ahad anapaswa aifanyie kazi na ailinganie, awambie watu qul huwa Allahu ahad, sema hakika yake yeye Allah ni wa pekee na ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye anayekusudiwa katika kila jambo. Lam yalid, hajazaa, walam yulad, na hajazaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hana mfano wa kitu chochote. Kufanyia kazi ilmu ndio kazi wanafanya mashekhe hawa. Na nikwambieni Waislamu, anayemdharau shekhe, Mtume Muhammad kamkana. Kuna watu wanadharau mashekhe. Kuna wajinga wengi sana sasa hivi katika mitandao ya kijamii, wanaropokwa tu. Anakuambia mtu mimi ni Muislamu, lakini sisi hatuna viongozi, hatuna mashehe. Anaisema yeye mwenyewe Muislamu, ukimtazama sura yake hana sura ya Kiislamu hata moja. Muislamu wa kweli hawezi kuvunja heshima ya viongozi wa Kiislamu. Hayo kayasema bwana mkubwa, bwana Mtume Muhammad. Tasikiza Mtume anasemaje? Laisa minna, si katika sisi. Mie Muhammad simtambui, mie Muhammad namkataa. Yupi sasa? Man lam yuwaqqir kabirana, asiyeheshimu wakubwa zake waliomzidi umri. Nyie vijana, nyinyi msipowaheshimu wazee, Mtume kawakataa. Lazima umheshimu mtu aliyekuzidi umri. Kisha akasema Mtume, wayarham saghirana, na si katika sisi, simtaki, sio wa kwangu huyo. Yupi? Mkubwa asiyemhurumia mdogo. Na nyinyi watu wazima, kweni na huruma na wadogo zenu. Angalieni, mkubwa anapaswa aheshimiwe na mdogo anapaswa ahurumiwe. Mtume kasema. Kisha mwisho akasema, wa ya'rif li'alimina qadra, si katika sisi, hayuko pamoja na mimi, asiyejua thamani ya mashekhe zetu, wasomi wetu katika dini. Sasa wewe kaa tu usema si hatuna mashehe, kumbe una nani? Mashekhe wapo babu, na Allah anawatambua babu, na Mtume anawatambua babu, na ni watu wakubwa. Twende katika suratul Mujadala, msikize Allah anawazungumza mashekhe. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atawanyanyua Allah wale walioamini miongoni mwenu. Kila mwenye imani kubwa katika Waislamu Allah atamnyanyua. Allah anasema ndani ya Qur'an, na wale waliopewa elimu ya dini Allah kawapa daraja kuliko nyie. Bila ya mashekhe wasomi wa Kiislamu, nyie swala zenu haziwezi kusihi, lazima wakuswalisheni wao. Mtume anasema, ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah, muswalishwe na wale waliokushindeni kusoma Qur'ani kuliko wote. Paka mtu anasimama hapa anavaa maiki, maana yake anajua kuliko watu wote kwa maelekezo ya Mtume, alafu wewe unamkeshe ubwabwa. Wewe mwenyewe vile vile ubwabwa, na unapenda ubwabwa vile vile. Swala yako ya Ijumaa haiwezi kusihi paka shekhe kwanza aje kuongozi. Naangalia thamani ya shekhe, sunna ya Mtume. Nyie nyote mnawahi Ijumaa, mkimbizane, mchukue ngamia, muwai kondoo, muwai nafasi zile. Yeye anakuwa mwisho kuingia, na akiingia moja kwa moja anapanda juu ya mimbar.
Na mtume anasema siku ya Ijumaa Allah katandaza malaika katika milango yote ya misikiti yote duniani, wameshika mafaili, wanaandika mtu wa kwanza kuingia, wa pili nani, wa tatu nani, wa 50 huyu, wa 200 huyu. Zoezi la kuandika wanalifunika. Sheikh akiingia tu mlangoni, akipanda juu ya mimbar, malaika na wako heshima zote wanafunga mafaili yao, hawaandiki tena, hawatakuwa bize tena, wanasikiliza khutba ya Sheikh, yastami'una dhikra. Wanasema mashaubabwa. Sahihi mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifa atakuzika nani wewe? Ni wangapi leo wakidondoka wakifa familia zao zinaogopa kuwakosha, kila mmoja anatafuta pa kwenda, hawajui kuosha maiti. Sheikh anakuja anachezea uchafu wa mwanadamu. Wakati mwingine mwanadamu wakati anakoshwa anatoka na uchafu, maskini mwanadamu dhaifu. Sheikh anahangaika, anakuvisha sanda, anakumwagia manukato, usinuke wakati pale unabebwa, anakubeba juu ya mgongo wake, anakupeleka pale kaburini, mwana ndani anaingia yeye, anatumbukia yeye, alafu unamta shaubabwa. Mtu yoyote anaidharau shekhe, kiongozi wa Kiislamu, mfuasi wa Mtume Muhammad, mrithi wa Mtume Muhammad, huyo hana Uislamu na Mtume amemkana. Mtume anasema al-ulamau warathatul anbiya, maulama mashekhe ndio warithi wa mitume. Hapa anakuja mjinga anakuambia mashehe hawajasoma. Kwani kusoma maana yake nini? Yaani Mtume Muhammad anakuambia mashekhe wa Kiislamu ndio warithi wa mitume. Wewe unasema mashehe hawakusoma. Hawa hawakusoma nini? Maana siku hizi kuna propaganda, wenzetu upande wa pili wamesoma sana. Viongozi wenzetu wamesoma sana. Wamesoma nini? So wamesoma elimu yao ya dini. Mtu anapokuwa pastor anasomea upasta. Kwani hamjui mashekhe nao wamesomea dini yao? Na ndio maana upande wa pili hawakubali kufanya debate na Waislamu, mijadala na Waislamu, wanatolewa knockout. Wanataka tena elimu gani zaidi ya hiyo? Kizungu, Kiingereza? Kuna watu wanaamini bana, yes of course mzungu kanipa konzi, yes no mzungu kala finesse, basi ukiongea get of course you know anajua akasoma, hiyo ni lugha tu babu. Takbir. Wazungu kibao wanaongea Kiingereza na hawajui chochote. Mimi nilikwenda Nairobi, msikiti mkuu wa Ijumaa, napita pale, omba wananiomba kwa Kiingereza, sir help me many hungry. Kiingereza kama kina maana, angeomba pale akaniambia tena mimi saa mheshimiwa nisaidie, nasikia njaa. Mimi nimeenda Marekani 2018 katika conference, wazungu kwa hapo katika traffic light, zile taa za barabarani, wanaomba na kopo zao. Mzungu huyu unamjua wewe, akija Afrika sisi tunampapatikia, tunamwona mzungu kasoma. Na kwa taarifa yako, sio kila mzungu anajua Kiingereza. Kuna Waholanzi hawajui Kiingereza, kuna Waspania hawajui Kiingereza, kuna Waitalia hawajui Kiingereza. Kwa hiyo sisi wabongo tunaona Kiingereza ni issue. Geuza shilingi upande wa pili. Kujua Kiarabu ndio kujua dini? Sio kujua dini. Waarabu kibao, Arabuni wanaongea Kiarabu, dini hawajui. Kwa hiyo kusoma ni kitu kingine. Tumeelewana mashekhe? Kwa hiyo jambo la pili ambalo kwa kweli tunapaswa kila mtu, ni wajibu juu ya kila Muislamu, akisha kuwa na elimu ya kumjua Allah na mtume wake na dini yake kwa ujumla, kila Muislamu anapaswa afanyie kazi elimu yake. Leo angalieni, kuna mwamko mzuri wa Kiislamu katika nchi hii. Huko nyuma ulizeni wazee wetu miaka 30 40 nyuma, wazee walikuwa na swali wao tu misikitini, vijana kulikuwa hamna. Leo hesabu vijana wengi kuliko wazee. Wanafikiri kazi haijafanyika? Mashekhe wanafanya da'wa, mashekhe wanalingania. Kufanyia kazi kile kidogo alichokupa Allah. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, kuwaita watu sasa katika kile alichokupa Allah, kufanya da'wa. Allah anatuambia ndani ya sura 3, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, nyinyi waislamu mmekuwa umma bora kabisa, tena iliyotoholewa, iliyochaguliwa, iliyofanywa kuwa ni umma bora kuliko nyumati zote. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio umma bora kuliko nyumati zote. Kwa kazi gani? Ta'muruna bil ma'ruf, nyinyi mna desturi ya kuamrisha mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakataza mabaya nyie, watu'minuna billah, na mnamwamini Allah. Kwa hiyo da'wa ni muhimu, kila mmoja alinganie.
kwa kile kidogo walichonacho. Vijana, msikubali kuja msikitini peke yenu mkawaacha marafiki zenu jobless. Kijiweni mpige da'wa maboni muislamu. Na muislamu lazima aswali sala 5. Ndugu yangu, twende kwa swali. Mtume anasema swali la kwanza atakaloulizwa mtu siku ya kiyama, ataulizwa juu ya swala. Faili lako likikamata siku ya kiyama, shekhe ndo nani unaitwa Hashim, sogea mbele. Faili lako ndo ile hapa. Tapo ukurasa wa kwanza unatakiwa iwe ina swala. Ukurasa wa kwanza kweupe, ola huswali hata swala moja. Faili linawekwa pembeni. Mtume anasema swala zake zikikubalika, zikapita, zikatengamaa, matendo yake yote atakubaliwa. Kwenye swala tu kifeli, kila kitu umefeli. Walinganieni vijana wenzenu. Tena walinganieni kwa hikma. Na siku hizi wengi tumekosa hikma ya kulingania. Na Allah akasema katika misingi mikuu ya da'wa, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Ita katika njia ya Mola wako mlezi kwa hikma na mawaidha yaliyo mazuri. Hakuna mawaidha mabaya, Sheikh Medi. Ukimwona shekhe yoyote anatoa mawaidha mabaya, huyo sio shekhe, hajaijua Qur'ani bado. Sababu Allah anamwambia Muhammad mwishoni mwa suratu An-Nahl, ud'u lingania ila sabili rabbika, katika njia ya Mola wako mlezi, bil hikma, kwa hikma, wal mau'izati al hasana, na kwa mawaidha yaliyo mazuri. Mtume hajawahi kumuumbua mtu shekhe. Akiwa mimbarini anawapiga wazinifu, anawaambia tumabalu qaumin yafaluna kadha wa kadha, wana nini wanaofanya kadha na kadha. Mwana anavyositiri, wana nini wanaofanya kadha wa kadha, wana nini wasiotaka kuswali, wanajiamini na nini wasiotaka kuswali. Tume huyo. Lakini siku hizi mawaidha yenyewe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ukikutana kijana mwenzio akatoboa masikio kadata na amejizima data, Muislamu, mimi mashekhe zangu na moja mitihani yangu, nakutana na mtu shekhe ni sharobaro, manywele kayaweka hovyo, kapiga cheni, kapiga hereni. Muislamu, shehe nafurahi kukuona, naomba nipige selfie na wewe, mimi naitwa fulani, jina la Kiislamu. Mimi simvunji moyo, njoo tupige tu, haina shida. Sasa wale walio data na wakajizima data, hakuna share hapo, kapiga picha na sharobaro. Sasa yule sharobaro kama hujamsikiliza atakusikiliza? Ili nimlinganie si lazima nimsogeze karibu. Baada hapo, na mashallah bwana, unaitwa nani? Unaitwa Muhammad, jina lako kubwa, jina la mtume hilo. Ndugu yangu, jitahidi kidogo. Hivi mtume leo akifufuka tu ghafla, mtu wa kwanza anakuona wewe, atafurahi au atajisikia vibaya? Anaambia bwana, huyu mfuasi wako huyu kakukuta umetoboa masikio yote, bonga la cheni hapa, nywele zako zimechanganyika, kiduku sio kiduku, si kitu gani sio kitu gani, atajisikia vibaya. Haya mawaidha sasa, bwana wewe vipi wewe, unavaa cheni na kuposwa, ni rafiki yangu, ushakuwa demu nini wewe sasa hivi? Atakubali kubadilika. Hikma muhimu sana. Shetani kashawateka hao, twende nao hivyo hivyo vijana wa Kiislamu. Mtume hajawahi kumdharau mtu, tusidharau watu. Kwa jambo la tatu hilo, kwamba elimu ulionayo baada ya kuifanyia kazi hakikisha unalingania. Jambo la mwisho, as-sabru ala al-adha fi, ni lazima ufanye subira juu ya adha na kero mbalimbali zitakazokukuta. Ukikubali kuamrisha mema na kukataza mabaya, ukikubali kuwa mwalimu wa dini ya Kiislamu, ukikubali kuwa mlinganiaji na dai, ujue lazima yatakukuta yatakayokukuta. Lazima ufanye subira. Ndio Luqman akamwambia mtoto wake, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ewe mwanangu, simamisha swala, na amrisha mema na kataza mabaya, nafanya subira juu ya yale yatakayokukuta. Maana ukishakuwa shekhe, ushakuwa wewe ndio pipa la taka, kila jambo utatupiwa. Utazuliwa uongo mpaka utachoka mwenyewe vitu unavyozuliwa uongo. Mimi nikikwambia hapa mangapi yamenipitia, kama utakuwa una roho ndogo wewe unaweza kuacha kazi ya dawa.
Nishaambiwa mengi sana, natia pamba masikioni, nasonga mbele. Kwa sababu mtume wetu kaambiwa zaidi ya hayo. Mtume wetu kaambiwa mchawi, kaambiwa muongo, kaambiwa mpenda wanawake, kaambiwa kuhani, mengi kaambiwa. Wewe nani usiambiwe wewe? Na ukifanya da'wa, unafanya kazi ya Allah, upati misukosuko Sheikh Hashim, bado da'wa yako haijafika mbinguni. Waarabu wanasema la turma illa shajaratul muthmira, haupigwi mawe ila mti ambao una matunda. Tumefahamiana? Nataka nihitimishe na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Allah anasema wal asri, ninaapa kwa zama, ninaapa kwa wakati, hakika ya wanadamu wote wamo ndani ya hasara, wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Kisha akaleta istithna, akawavua watu wawili tu, illa alladhina amanu, wale ambao hawamo ndani ya hasara ni wale walioamini. Wangapi wameamini hapa? Mkono juu. Wachache kumbe. Unajua miongoni mwa sifa za walioamini, mtume anasema walladhi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, wala tu'minu, na hamtoamini, hamtokuwa waumini kamili, hatta tahabbu, mpaka mpendani. Usisema tuna mimi nimeamini, ukishusha mkono wako chini una roho ya korosho, una roho ya kisokoro kwinyo, unachukia wenzio, upendi waislamu wenzako. Juzi niliwaambia ukimwona mtu hampendi muislamu wenzake, ukayo kifahamu imani yake iko chini. Laiti imani Allah angeibusti, imani yako ingelikuwa iko juu, nafsi ingetakasika, usingechukia waislamu wenzio. Leo adui wa muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayempiga vita muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemtukia muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemfanya fitna muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemfanya husda muislamu ni nani? Muislamu. Leo anayemroga muislamu ni nani? Muislamu. Yani muislamu ndiyo anafanya ubaya kwa muislamu mwenzake. Hii ni ishara tosha ya kuwa hawana imani. Laiti wangelikuwa na imani wangelipendana. Kwa hiyo Allah anasema wanadamu wote wamo ndani ya hasara isipokuwa wale walioamini, waamilu salihat, na wakatenda matendo yaliyo mema. Imani na matendo mema yatatufanya sisi tusonge mbele. Na imani ikishakuwa juu, utawapenda waislamu wenzako, nafsi yako na roho yako itakuwa nzuri. Watawasau bil haqqi, na wakahusiana katika mambo ya haki. Watawasau bis sabri, na wakahusiana kufanya subira na kushikamana na subira. Al-Imam Shafi'i anasema law ma anzala Allahu ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum, law Allah asingeliteremsha juu ya waja wake isipokuwa suratul asri peke yake, basi ingeliwatosha. Kwa mada yangu ya leo, kwa kuhitimisha, tunazungumzia mambo manne ambayo ni wajibu kila Muislamu kuyajua. Mosi, kila Muislamu ni wajibu wake asome, awe ana ilmu ya kumjua Mola wake, mtume wake na dini yake kwa ujumla, mambo ya misingi yale. Jambo la pili, baada ya kupata ilmu hiyo ni uifanyie kazi hiyo ilmu. Jambo la tatu, utumie ilmu hiyo kufundisha, kulingania. Jambo la nne, ujipambe na subira na kuvumilia, kwa sababu ukishaamua kufanya kazi ya mitume mengi yatakukuta. Pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia, basi hayo ni mapungufu ya kibinadamu. Nina ombi moja, mtanikubalia? Tusimame wote basi, kama mtanikubalia tusimame wote. Baada ya kusimama, kila mmoja angalia bega lake la kulia. Yule aliyekuwa kuliani kwako mkombatie, mwambie nakupenda kwa ajili ya Allah. Takbir.
Allahu akbar. Nashukuru ombi langu mmelikubali, nimewasumbua. Nimewaambia msimame, mmesimama. Kila mtu amemkumbatia aliyekuwa kulani kwake. Umemwambia nakupenda kwa ajili ya Allah. Tukae jamani. Shukran. Barakallahu fikum. Ni mafundisho ya Mtume, anatuambia idha ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Mmoja wenu akimpenda ndugu yake katika imani na amwambie ndugu yangu nakupenda kwa ajili ya Allah. Tupendane Waislamu. Tushikamane Waislamu. Tuthaminiane Waislamu. Tuhurumiane Waislamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe furaha hapa duniani na akhera pia. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuondolee dhiki za dunia. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuondolee dhiki za dunia na za akhera. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kila mwenye dhiki ampe faraja. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kila mwenye stress ampe furaha. Yule mwenye furaha Allah muongezee furaha zaidi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tufungulie milango yote ya khairi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tufungulie milango yote ya riziki. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tufungulie milango yote ya baraka. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tufungulie milango yote ya siha na afya njema. Kila aliyooa Allah ajalie ndoa yake iwe imara, ajalie sikilizane na mwenzake, wapendane hadi kuzikana. Allah kuonyesheni watoto wenu, wajukuu zenu. Ambaye hajaoa Allah ampe mke. Ya Rabbi, kila bachela ambaye yuko katika msikiti huu leo na kuomba kwa rahma zako na baraka zako usimuondoe duniani mpaka umpe mke. Na wale kina mama mabachelati ambao hawajaolewa, ya Rabbi usiwaondoe duniani mpaka wape waume wenye kheri na baraka. Ya Rabbi, kila aliyefiwa na mzazi warahamu wazazi wetu wawili. Kila ambaye wazazi wake wako hai wahifadhi wazazi wetu, walinde wazazi wetu, wapambe kwa siha na afya njema. Ya Rabbi, kama ulivyotukusanya katika nyumba yako, tukusanya akhera fil firdausil a'la ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamd. Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.